Ni tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Live TV. Tunaanza kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ardhi ya Dr. Nchimbi kujiuzulu, taratibu za mrithi wake kufuata katiba. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Ahimiza upendo, utulivu, Mwigulu aeleza tija ya amani malezi. Mufti asema mashehe wasiogope kukemea maovu. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Watanzania wanaorudi kutoka South kuwasili leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Bima ya afya kwa wote kufikia kaya zote 2028, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Foleni da haikijaeleweka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Kutoka mipango hadi utekelezaji, mpango waeleza mbinu Tanzania iwe kitovu biashara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mbaroni Moshi akituhumiwa kuchoma mahakama, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uamuzi wa kushtua. Dr. Nchimbi atangaza kujiuzulu makamu wa rais, akitaja sababu za kuachia ngazi. Mwananchi yachambua safari yake ya siku 305 za uongozi. Rais Samia aridhia, wadau wataja sifa za mrithi. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Agosti 9 mwaka 2025. Mgombea wa urais kwa tiketi ya CCM Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel Nchimbi wakionyesha fomu ya kugombea nafasi hiyo Novemba 3 mwaka 2025, siku ambayo Dr. Emmanuel Nchimbi aliapishwa rasmi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Utaratibu wa kumpata mrithi. Ibara 50(4) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka utaratibu maalum wa kujaza nafasi hiyo, kuwa rais anatakiwa kumteua mtu kuwa makamu wa rais ndani ya muda usiozidi siku 14 tangu makamu wa rais aliyekuwepo usitisha kushika nafasi hiyo. Wanaotajwa kurithi mikoba ya Nchimbi baada ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu wadhifa huo. Swali kubwa linalogonga vichwa ni nani atakuwa mrithi wa Dr. Nchimbi. Dr. Nchimbi ameachia wadhifa huo wakati kukiwa na kile kinachotajwa mvutano ndani ya CCM, hasa kuhusu undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Nukuu ya Ana Henga, mkurugenzi mtendaji LHRC, ikisema Dr. Nchimbi alikuwa akizungumza mambo tunayotaka kwenye haki za binadamu, lakini tunataka ajaye awe mtendaji badala ya kutuambia pambaneni. Awezi kutumia nafasi yake kusaidia kufikiwa malengo ya wananchi, kwa kuwa yeye ni kiongozi namba 2 wa nchi. Panga la makatibu CCM laiva. NEC ikikutana leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Mwigulu awapa jukumu la malezi viongozi wa dini, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mshtuko. Ni baada ya Dr. Nchimbi kuandika barua ya kujiuzulu siasa utumishi wa umma, Rais Samia aridhia ombi lake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tanzania yaunga mkono juhudi za kuimarisha WHO, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tanzania kushirikiana na AU kupunguza vifo, habari katika ukurasa wa 4. Muhimbili Mloganzila yaanza kambi ya upasuaji nyonga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Neema huduma ya bima ya afya kwa wote yaandikwa, habari katika ukurasa wa 3. Mbinu ya TARL yaanza kutumika elimu nchini, habari katika ukurasa wa 3. Marekani yaitangazia vikwazo vipya Iran, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika Maulid na mafundisho Mtume sallallahu alayhi wasallam, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe nalo limeandika mshituko. Nchimbi ashtua kwa uamuzi wake wa kujiuzulu, akihitimisha safari yake ya zaidi ya miongo 3 kisiasa. Uamuzi wake wabeba ujumbe mzito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. 295 siku ambazo Nchimbi amekaa Ikulu hadi jana alipotangaza kujiuzulu. Chadema wachambuzi wadokeza kinachoendelea, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika simulizi ngumu, maisha ya Rashida apoteza mguu wake ajalini.
Mumeo afariki, watoto wadogo wamlea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Baraza la Maulid, Dr. Mwigulu, watoto wa kiume wako hatarini zaidi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika Lissu shujaa ajaye. Habari ni katika ukurasa wa 2. Mshtuko kauli ya Dr. Nchimbi kwamba rais anatamani mabadiliko ya acha maswali. Ziara yake kwa Kikwete, Marichela, Warioba, Karume, siri nzito CCM waitana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ndoto ya Nyerere, ujasiri wa Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika kampuni ya kitalii KRTO kikangoni. Habari katika ukurasa wa 5. Nywele zigeuka dili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Rais Samia aridhia Nchimbi kujiuzulu. Amani haki ni ujumbe wa Maulid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wanasiasa wataja manufaa tume ya jadila. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti Uhuru limeandika kocha Yanga auma na kupuliza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika umafia kocha Yanga eleza mbinu dhidi ya upinzani, awataja wawili wanaombeba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ijayo ligi kuu bara ni Yanga dhidi ya Pamba Jiji saa 3:30 usiku KMC Complex. Gazeti hili pia limeandika kocha ampa ujanja striker Simba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ijayo ni Simba dhidi ya Coastal Union, ligi kuu bara saa 1 usiku hapo kesho. Azizi Ki Mobeto kuna kitu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Man United yaongeza kasi kwa kiungo Arsenal. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Agosti 30 ni Manchester United dhidi ya Ipswich. Dili 15 moto EPL. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti likiandika La Liga leo Jumatano ni Real Madrid dhidi ya Real Sociedad saa 4 usiku Bernabeu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake 2. Magazeti ya habari za michezo. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Mangoba awatisha upinzani Yanga. Simba yaota nusu fainali ligi ya mabingwa. Habari katika kurasa za ndani. Namungo ya ng'ara nyumbani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Bisoldi Tanzania 2026 aomba kura. Habari katika ukurasa wa 21. Shemdoe akosha ujenzi wa barabara Afcon. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma habari za michezo limeandika washambuliaji Simba bado ukata wa magoli. Mangoba tulistahili mabao mengi zaidi, asema walikuwa na nafasi ya kufanya hivyo, kwa sasa anaelekeza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika kocha Yanga uma na kupuliza. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. TFF yatoa upya elimu FVS. Habari katika ukurasa wa 19. Kumekucha tamasha la 4 utamaduni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika Martinelli kuuzwa Al Hilal. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Sababu Simba Queens kutolewa Sekafa. Habari katika ukurasa wa 17. Msimamo Yanga ipo kileleni huku kivuna mabao 11 ligi kuu bara, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru linakamilisha dondozi hapa Live TV. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe, kuandika maoni yako kwenye comment. Tufuate pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Live TV.